hamasa ndio kwenye mambo yenu ya. Karibuni. Kwanza kabisa tumefurahi kuona movement ambao wanafanya kwa kuona huko tasnia yetu ambao tunafurahi. Kwanza salama, jana tumeshuhudia wana wawakilishi wa Tanzania mchezo wa tumeona Azam Sports pamoja na Young Africans, lakini pia bila kusahau Simba Sports pamoja na Singida wameishia hatua ya makundi katika vilabu huko mashindano ya CAF. Labda unahisi changamoto ilikuwa wapi vilabu vyote vinne kushindwa kwenda hatua inayofuata? Nakushukuru. Nafikiri changamoto ziko nyingi. Yaani sasa tuzungumzie ukweli. Tukisema tuzungumze ukweli, changamoto ziko nyingi. Mpira wetu bado unaendeshwa na propaganda na sio uhalisia. Ingawaje sisi kama na mimi hapa nitazungumza ukweli, lazima nifahamu. Mpira wetu umekuwa unakwenda katika mazingira ambayo sio katika uhalisia na dunia inavyotaka. Ndio maana wakati mwingi tumekuwa tukitumia nguvu kubwa sana kuwekeza kwenye media ili watu waweze kupushi kuliko kiwanjani. Unaweza ukaangalia aina ya sajili ambazo zinafanyika kwa sehemu kubwa ni kama za kubahatisha. Unaweza kaangalia wanaingia wachezaji wangapi, wanatoka wangapi kwa msimu, wanaingia wangapi, maana yake kwamba bado hatujakuwa na uwezo wa kuweza kupiki wachezaji ambao wanaweza kuja kukliki. Na hata hao ambao wana kliki ni kwa bahati. Kwa hiyo changamoto ya kwanza, hatuna resources za kutosha kwa maana timu hazina uwezo wa kusajili, lakini zinatumia nguvu kubwa kuweza kupush. Changamoto ya pili, bado ligi yetu mimi binafsi nafikiri of course sawa iko nafasi ya 6, lakini bado haijakuwa na ushindani mkubwa. Kuna tofauti kubwa kati ya timu hizi 4 kwa maana ya Simba, Yanga, Azam, ndio ameingia Singida, wakati mwingine Tabora alikuwepo na timu nyingine, utofauti wake ni mkubwa sana. Kwa hiyo unakuta kwamba ule ushindani unakuwa ni wa kiwango cha chini kupelekea kuweza kuwa na ubora mkubwa. Ukitaka angalia nyota wanapokuwa katika ligi kuu Tanzania bara, hawa kwa mfano kina Maxi atoa mfano na wengine, alafu wapeleke katika michuano ya kimataifa. Ni vitu viwili tofauti. Ukienda kule hawaonekani kabisa. Kwa hiyo nafikiri changamoto kubwa ni usajili, lakini pia ligi na investment haiakisi ushindano michuano ya kimataifa. Kuna wakati utakuja utafanikiwa utapita, lakini sio wakati wote. Mfano Yanga ameweza kuwa bora katika misimu 4 yote iliyopita tunafahamu hapo. Lakini anaingia robo finali mara moja. Lakini Tanzania ameoni kila kitu. Na ndio ligi namba ngapi? Namba 6. Lakini akaenda kimataifa hakuna ambacho anaweza kukifanya. Kwa hiyo utagundua kwamba ni bingwa, anafanya vizuri ndani katika watu ambao uwezo wao ni wa chini, ndio maana kule ameshindwa kuweza kutoboa. Unazungumziaje usajili wa Depo? Nafikiri ndio yale ambayo kuzungumza. Ni usajili mzuri, amesajiliwa kwa sababu ameanza kuonyesha, lakini bado tuendelee kumpa muda. Kwa sababu ukiangalia mechi ile ya FAR Rabat, ukiangalia mechi ya Ahli, zote hakucheza katika kiwango kikubwa. Ukikompea na mechi pengine ilikuwa ni ya ligi ambayo alifunga magoli 2 na kwa assist 1. Na siamini kama Yanga walisajili mchezaji hata Okelo kuja kukutana na Dodoma Jiji au Namungo. Maana yake ulisajili wale wachezaji ili waje kuongeza kitu katika michuano ya kimataifa. Lakini angalia Damaro ambacho alikifanya katika michuano ya kimataifa, mwangalia Okelo mpaka saa hizi ambacho anakifanya, mwangalia Depo. Binafsi nafikiri bado ni wachezaji ambao ni wa kawaida katika level za kimataifa. Lakini katika ligi wanaweza kwenda kuwasaidia. Kwa upande wangu mimi nafikiria hivi. Au labda plani ya engineer unapoiona usajili unafanya kwamba ameshindwa au plani zake ni zile zile na sasa watu mataifa zote mpili sio mmoja. Mimi nafikiri hicho sio kufeli. Hicho ni kwamba una hiyo funding. Yaani hapo unakuta kuna Depo labda ni dola 300. Hapa kwa mchezaji mwingine dola 700. Uwezo unao. Kwa hiyo wanachokifanya wanafanya kile kitu bora kulingana na kapasiti yao. Yaani tunasajili katika level ya kawaida. Ukiangalia juzi nilikuwa naangalia mchezaji mmoja alikuwa ile Belkano ile kiungo namba 8 namba 6 ameenda Libya. Unaona? Kamara, si ndio? Kwa nini Simba Yanga hakumuona? Lakini wameshindwa kwa sababu nini? Hela ni kubwa inayotakiwa. Kwa hiyo hao viongozi wetu wanasajili hizi timu kwa kutumia bajeti ndogo. Kwa hiyo ukisajili ndio kuna mawili. Kuna wakati ata click, kuna wakati hakuna kitu, kwa sababu si watu ambao wanaweza wakakuashua 100%. Angalia disha kubwa ambalo Yanga alichukua watu wangapi? Mpaka sisi anabakia na watu wangapi? Kwa upande wa Simba the same, alichukua ngapi? Kabakia na wangapi? Kwa ni biashara ya kubahatisha. Unaweza kuchukua 7, katika 7 na unapata 2. Na wenyewe sio wa level ya juu. Ile unakuwa na afadhali compare na ambao uko nao. Kwa hiyo nafikiri changamoto ipo kwenye uwekezaji. Kwa hiyo kuna haja ya hizi timu mbili kuhakikisha kwamba kama kweli wanatamani kufanya mafanikio makubwa ya mpira,
lazima waongeze uwekezaji. Yaani sasa dunia ipo kwenye kutumia pesa. Kutoa dola milioni 1 ni kawaida kwa timu nyingine. Nimeona comment nyingi za baadhi ya wachambuzi na hata mashabiki wanalalamikia namna ambavyo Pedro kocha wa Yanga anaset timu yake. Labda kocha wa Yanga amechangia timu yake kwenda robo finali. Mimi kwangu nasema hapana. Mimi ambacho kiniambia nitakwambia Yanga wamekosa wachezaji wakubwa ambao wanaweza kuwa na umakini katika maeneo ya kumalizia. Miongoni mwa timu ambazo zimetengeneza nafasi nyingi kwenye michuano hii ni Yanga. Kwenye kila mchezo kama utaamua kufuatilia. Hiyo mechi ambayo walitoka bila kufungana na ile na JS Kabylie ya ugenini, Yanga itakuwa kuweza kushinda nafasi 4 za wazi hawakuweza kuscore. Mechi ya Ali nafasi 3 za wazi hawakuweza kuscore. Mechi ya Farabat nafasi 3 za wazi hawakuweza kuscore. Kwa changamoto ni aina ya wachezaji walionao. Hasa wale wanafanya kitu gani? Watengeneza timu wanafika mbele hawezi kuwa nafasi. Kwa hiyo issue ni quality. Kwa lazima zifikie hatua waamue kama kwa wana malengo ya dhati ya kutaka kuchukua bingwa wa Afrika au kufika nusu finali. Tafuta wachezaji wengine hao wakina Max level zao ni ndani. Lakini kwa nje hawezi kukusaidia. Huo ndio uhalisia ambao pengine hawatapenda kusikia lakini ndio ukweli uliopo. Issue ni quality ya wachezaji. Sambamba unaposema kwamba ligi yetu haina ubora kufanya bingwa wetu kwenda kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa, una maana gani wakati Simba aliweza kwenda robo finali na ligi hii? Yaani mafanikio sio robo finali. Mafanikio ni kuchukua ubingwa wa Afrika. Hata Yanga tunamzungumzia alifika robo finali mara moja, si ndio? Katika misimu 5. Na hata hao Simba wanatamani siku afike nusu finali. Nazungumzia kwamba ule ushindani uliopo bado haukidhi kuweza kutupatia mafanikio makubwa. Ushindani uliopo baina ya hizi timu 3 hizi na timu nyingine. Leo hii ukiangalia records Simba na Yanga mara ya mwisho kufungwa na timu nyingine ya ligi ni lini? Unaweza ukaanza kutafuta. Msimu mzima anatoka sare 2 atafungwa mechi moja. Kwa hiyo level yao iko tofauti na hizi timu nyingine. Kwa hiyo wanashindwa kujipima vizuri. Leo ukiangalia Yanga kutana timu nyingine anapiga goli 5, goli 7, mechi 3, goli 9. Unakwenda kimataifa una mechi 4, goli 1. Umeona huo uwiano? Maana yake hatuna uwiano. Kwa hiyo ukimchukua Dube akija kucheza na JKT na Dodoma Jiji si na Kosi anakupatia matokeo. Lakini akaenda kutana timu ya kawaida tu kama JS Kabylie hawezi kufunga. Kwa maana yake kuna utofauti wa viwango baina ya timu 3 hizi au 4 na timu nyingine. Kwa hiyo wanashindwa kupata ile ikipimo halisi na hata kuweza kujipima kuweza kuona kama je wana timu bora au sio bora. Mimi naomba nikutoe kidogo. Leo limefanyika tukio kubwa sana pale Benjamin Mkapa na ni taarifa rasmi kwamba sasa tuko na Gamondi kwa miaka 2. Lakini kwenye tukio lile waziri wa michezo ametumia kama fursa kumwelekeza msajili kwamba kamilishe sasa mchakato wa Simba. Swali langu, unafikiri ile ndoto siku moja ambayo Simba walikuwa wanaiwaza ya kuwa bingwa wa Afrika, siku ambayo pia wana michezo na mimi hata leo natamani kupata bingwa wa Afrika kutoka Tanzania, inaweza kukamilishwa na mchakato wa mabadiliko wa vilabu vyetu hivi vikubwa ambao wanauendea kwa maana ya Simba, Yanga wanavyoendea? Lakini unafikiri kauli ya Mheshimiwa Waziri inakwenda kuchagiza kitu gani kuelekea mabadiliko ya Simba? Kwa sababu sasa wako kwenye mchakato wa katiba yao kupitishwa na msajili. Unafikiri inakwenda kuchagiza kiasi gani? Swali langu kwa hilo. Nafikiri unapozungumzia issue ya mabadiliko ya kiuwekezaji ni issue muhimu sana. Kwa sababu kwanza itakwenda kutoa fursa kwa maana kwa kuna mashirikiano yaliyo wazi baina ya hao investors na vilabu kwa moja au nyingine. Ambako sasa pale itakuwa ni rahisi kuweza kufanya monitoring ya kitu ambacho kinapatikana. Kwa hiyo binafsi nimeona kwamba ni hatua nzuri. So ukiangalia Simba ni kama wana sintofahamu, wao ndio walikuwa wameanza mchakato. Baada ya Yanga wakaja wakaingia, lakini wakaja wakawa wamestack. Kwa hiyo ile itakwenda kusaidia kwanza kupata wawekezaji ambao watakuwa wanaweza kufikia matakwa ya timu. Sababu leo hii ukiangalia upande wa Yanga na upande wa Simba, mwekezaji au mtu aliyopo abanwi, sawa? Abanwi na kanuni na aina ya uwekezaji. Kwa hiyo mimi naamini kwamba kama michakato hii ikikamilika kwa wakati, timu zitakwenda kuimarika, watakuwa na uwezo wa kusajili, watakuwa na uwezo wa kujenerate income na kupanga bajeti ambazo zitakuweza kuweza kufikia kwa muda. Kwa hiyo binafsi nafikiri ni kitu kizuri, lakini pia kwa upande wa alichokiongea waziri ni kitu kizuri. Hasa kuna vitu viwili, kuna kuzungumza waziri na kuwa na utayari na wanachama wa hizi timu. Shida ni kwamba tuna wanachama wa aina mbili. Tuna wanachama ambao wapo kuona hizi timu zipo wao wakinufaika na viongozi, na kuna watu ambao wanataka ile mpira uweze kuendelea. Hasa hizi pande mbili kama hazitakaa sawa, hatuwezi kufika. Ndio wale leo unakuta kupanda Simba, kuna wengine wanamtumu mwekezaji, wengine wanampongeza, kuna wengine wanamtumu mwenyekiti, wengine wanampongeza.
Kwa pale pana maslahi mengine nje ya klabu. Kwa nafikiri vema watu wote tukakaa tukaangalia mpira tunachotaka. Sio kwenye njia moja tutafanikiwa. Sababu issue ni kuwa tuna uwekezaji ambao unakuwa una nguvu na ambao unaweza kufanikisha. Maswali mawili. Swali la kwanza ni kwamba umeona transformation ya Simba ikiwa na mwenyekiti wa bodi pamoja na mwenyekiti wa klabu. Tumeona mkutano ambao uliopo sasa hivi na tumeiona transformation ya nafasi ambayo ina rais wa klabu. Transformation ipi ambayo ni sahihi kwa hiyo klabu? Lakini swali la pili, umewazungumzia kina Max, kina Pacome, kipindi cha kocha Miguel Gamondi msimu miwili iliyopita. Yanga ilikuwa bora, ilikuwa tegemea magoli kwa mshambuliaji mmoja. Kwa maana walikuwa wanategemea mkubwa watatu. Kwa maana Aziz, Pacome pamoja na Max. Lakini tunapozungumza kwa msimu huu, Pacome anaonekana akiwa Max anaonekana akiwa flow. Shida ni hivi. Je, aidha kwa wachezaji wameflow au walimu ambao wanaenda sasa hivi Ngafkas wameshindwa kuweza kupendeleza vipaji vya wachezaji? Nikianza swali la kwanza, mfumo wa Simba na wa Yanga upi uko sahihi? Mpaka sasa hizi hakuna ambao uko sahihi. Sababu hakuna ambao mpaka sasa ambao umepita. Wote wapo kwenye process. Na ukiangalia system ni ile moja. Sababu ambaye anatoa guidelines ni BMT kupitia wizara. Ndio watoa zile guidelines. Kwa hiyo zile ni za aina moja. Isipokuwa tu Simba na Yanga wote tawalazima wapite kwenye njia hii moja. Ndio maana Simba alikuwa na njia yake, Yanga alikuwa njia nyingine, Simba akaambiwa hapana, huko mnakwenda sio, rudini kwenye utaratibu wa kawaida. Kwa sababu serikali hairuhusu mwekezaji mmoja. Na utaratibu ni 51 kwa 49. Na wawekezaji waanzie watatu. Kwa hiyo mfumo ni mmoja, lakini namna gani mtakwenda kufanyia kazi iko ni kitu kingine ambacho tegemea utashi na maamuzi ya wale viongozi. Kwa hiyo kwa hilo swala kwamba wote wakipata utaratibu wao watakuwa kwenye njia moja. Kwa issue ya Yanga ndio ninachokuambia. Issue unaweza kusema mwalimu, unaweza kusema wachezaji, lakini mwisho wa siku hizi timu zinakosa muendelezo kwa sababu zimekuwa zikibahatisha. Yaani unashangaa msimu huu unaweza kumuona Max yupo kwenye peak. Msimu unaokuja ameflop. Ni watu ambao yani hawana consistency. Kwa kikubwa watafute wachezaji wakubwa. Kwa maana kuna muda timu hiyo moja anaweza akapewa mwalimu mwingine akafanya vizuri. Kwa hiyo mimi natamani nione siku ili uweze kuchukua ubingwa wa Afrika. Ni lazima uwe na uwezo wa kuwania wachezaji na matimu ambazo zinachukua ubingwa wa Afrika. Yaani mchezaji ambaye anamchukua Ali na wewe uwe na uwezo naye. Uwezo ukiwa unataka ubingwa wa NBC Premier League, alafu uwezo shindana na Yanga na Simba kwenye kusajili. Ndio maana siku zote Simba na Yanga wanataka kuwa juu kwa sababu wao wanaweza kumchukua mtu yote mwenye uwezo mzuri. Kwa hata kwenye klabu bingwa, kama Ali anasajili na wewe sajili. Mama yule anasajili. Ukitoka kwenye zile level za kuanza kuwania wachezaji, maana yake tena unakuwa na nguvu ya kuweza kushindana nao kiwanjani. Lakini ukiangalia wao wana level yao ya kusajili na Simba na Yanga wa level yao ni ngumu, itakuwa ni bahati tu pale ambapo anakwenda kuingia na sio uhalisia. Yeah. Shukrani. Mimi na swali langu moja kuhusiana na mchezaji Mpanzu. Msimu ulivyoanza huu watu wanamwataki sana kupitia komenti zake kwamba baadhi ya komenti zinamzungumzia kwamba yuko upande wa pili, nyingine zinamzungumzia kwamba hana mapenzi na klabu ambayo anaichezea. Wewe ni mchambuzi na ni mwanasoka kwa unajua mpira. Kwa mchezaji kudrop katika baadhi ya game ama baadhi ya msimu, hii huwa inachangia na nini? Kwa kocha ama pia komenti zinamtoa mtu kwenye mchezo? Nafikiri issue ya kuflop ni dunia nzima. Kabla hujamzungumzia Mpanzu, muangalie Mwamnyeto. Msimu mmoja nyuma ilifika hatua mpaka watu wakataka aachwe. Lakini muangalie leo. Unajua hawa nao ni binadamu. Kama ambavyo uko wewe. Kuna kipindi mwili unachoka, kuna kipindi unakutana na changamoto nyingi za nje ya kiwanja, familia. Unajua tunakuwa tunawachukulia wachezaji ni kama watu ambao hawana maisha mengine. Wewe mwenyewe ukiwa na stress zako za familia, mpenzi, mke, ukapata shida, hauwezi kuwa sawa kazini. Na wao pia ni binadamu vile vile, wanapitia mambo mengi ya nje ya kiwanja. Sema kwa sababu mashabiki wao wanataka kuona tu wakifanya vizuri. Kwa hiyo hawaangalize bad moment ambazo unakuwa huko nazo. Mimi naamini Mpanzu mchezaji mzuri sana, lakini anapitia wakati mgumu. Leo hii Mayele anakaribia mechi 20 akiwa Pyramids, hajafunga hata goli moja. Lakini huyo ndio mfungaji bora wa msimu uliopita wa CAF. Sawa? Lakini mpaka leo tunapoongea sio kwenye ligi yao, sio klabu bingwa, hajafunga. Kwa hiyo hivi vitu kwenye mpira vinatokea, lakini namna gani ambavyo watu wako wa karibu na mashabiki wanaweza kukuendo kuweza kukusaidia kwenye kurudi katika ubora wako. Kwa nafikiri jukumu kubwa la kumrudisha Mpanzu sio la waandishi, ni la wanachama, mashabiki na viongozi wa Simba, ndio wanatakiwa wao muencourage. Lakini ikitokea na wao sasa wakaanza kumwataki kama ulikuwa unaona anatumika ile, maana yake sasa wewe ndio mwenye mchezaji wako.
wewe tena unaanza kuhisi kwamba anatumika, maana yake unamtoa kwenye mchezo. Kwa hiyo pia mashabiki wa Simba wana changamoto katika hilo, wanashindwa kusupport wachezaji wao. Angalia Dube alipitia wakati mgumu, Yanga wakaamua kumsupport mpaka wakamchangia pesa, ilimsaidia. Kwa hiyo na wenyewe pia walione hilo kwamba nao ni binadamu, kama kuna moments ambazo wanakuwa wanapa furaha, hata kipindi ambacho wako vizuri waweze kuwa support, sababu ni sehemu ya timu zao na hawana namna kuweza kufanya vipindi. Bwana, zimetoka rank za CAF. Sasa mimi nataka umsaidie shabiki ambaye anatazama hiyo TV yangu, mueleweshe. Zile rank zinaonyesha nafasi ya kwanza mpaka nafasi ya 60. Simba kama iko nafasi ya 8, Yanga ya 10. Yanga iko nafasi ya 10. Kumweka sawa shabiki wa Simba na shabiki wa Yanga, wewe kama mchambuzi hapo unaboresha. Iko hivi, hizi rank za CAF ni rank ambazo zinakuwa zinakaa ndani ya miaka 5. Yaani wanaandaa miaka 5 ya mashindano ndio wanakuwa wanaziandaa zile points. Na kwenye ule msimu wa mashindano zinakuwa ni alama 5. Msimu unaofuata ni 4, unaofuata 3, unaofuata 2, unaofuata ni 1. Kwa hiyo wanakuwa na rank hivyo. Na kwenye kila msimu manake unatoa alama nyuma. Kwa katika msimu huu Simba aliingia alikuwa na alama 33. Tulipokuwa unaanza huu msimu. Kabla 33. Yanga aliingia alikuwa na 25. Ndio alikuwa ameanza nazo katika msimu huu. Kwa hiyo michuano ya klabu bingwa na kombe la shirikisho wanaanza kuhesabu pointi katika hatua ya makundi. Na ukiangalia Azam alikuwa anacheza hatua za awali miaka yote alikuwa na hata moja. Sababu ili upate pointi walau pointi moja au nusu pointi kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo ukiingia kwenye hatua ya makundi ya kombe la shirikisho, kuingia tu unapata alama 0.5. Kwa maana ukiwa wa 4 kwenye kundi lako. Ukiwa wa 3 unapata alama 1. Sawa? Ukiwa wa pili na wa kwanza unapata alama ngapi? 2. Hilo kombe la shirikisho. Klabu bingwa ukiingia hatua ya makundi tu unapata alama 1, nafasi ya 4. Unaona? Na nafasi ya 3 unapata alama 2. Nafasi ya kwanza na ya pili unapata alama 3. Kwa hiyo Simba ameingia klabu bingwa. Kwa bahati mbaya amekuwa nafasi ya 4. Sawa, mwisho kwenye kundi, si ndio? Kwa hiyo unachukua ile moja aliyoipata unaizidisha na 5 ya mwaka wa mashindano. Unapata alama ngapi? 5. Unakwenda kujumlisha na alama zake ambazo anazo msimu huu 30 ngapi? 3. Ndio anapata alama ngapi? 38. Yanga alikuwa na 25 msimu huu walipoanza. Alikuwa na hata alama 8 na Simba. Walipoanza tu ameweza nafasi ya 3 kwa kupata alama ngapi? 2. 2 mara 5 za mwaka huu 10, unakuja kujumlisha na ngapi? 25. Unapata ngapi? 35. Kwa Yanga amepanda kutoka kwenye alama 25 mpaka ngapi? 35. Simba msimu uliopita alikuwa na alama 43. Zikashuka mpaka 33. Kwa sasa anakwenda kwa 38. Kwa maana Simba anakuwa na 38, Yanga ngapi? 35. Kwa Yanga anapanda kutoka nafasi ya 12 kuja nafasi ya 10, Simba anashuka kutoka nafasi ya 5 mpaka nafasi ya 8. Kwa sababu uwiano wa alama ni 38 kwa 35. Mimi nauliza swali la mwisho kutoka. Tumeona dabi ya Kariakoo imetajwa ni tarehe 1 na itakuwa Zanzibar. Baada ya mechi ya Stade Malien na Simba na KMC nakumbuka, nimeona mashabiki wa Simba wanasema sasa wako tayari wanataka Yanga hata kesho. Wewe kama mchambuzi, juzi niliona pia kuna mchambuzi alisema Yanga anapa 5% kwenda kwa Yanga. Huo ndio walisi wake na Yanga akasema yale ni maoni yake. Simba yuko tayari sasa kwa unapomuona. Na ni kweli anaweza kukabiliana na nafikiri swali lako kidogo ni tata, lakini nitakwenda kujibu hivi. Simba ukiangalia iliyoanza msimu na sasa hivi kuna utofauti mkubwa sana. Imebadilika. Ile ambayo imeanza msimu ule na kipindi hiki kuna changes ambazo ameweza kuzipata. Yaani kuna positive progress ambayo inaonekana ikiendelea kusogea. Lakini mabadiliko hayo au ongezeko hilo bado halitoshi kuifanya Simba iwe katika level moja na Yanga. Bado Yanga wana timu nzuri kuliko Simba mpaka sasa. Na bado hiyo mechi inaalia kwa Yanga. Na bado Yanga anaweza kupata matokeo. Ikitokea vinginevyo ni masuala ya mpira. Lakini kwa maana ya quality wise na vikosi bado Yanga iko far better kwa sababu Simba ameimprove kwa kubwa kutokea pale ambako alikuwepo.